Rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS wakili msomi Boniface Mwabukusi amejitokeza tena hadharani na kutoa kauli nzito kuhusu ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG, akidai kuwa ripoti hiyo imeendelea kuwa kumbukumbu ya kila mwaka isiyo na matokeo ya kisheria kwa wabadhirifu wa mali za umma. Akizungumza na televisheni ya mtandao ya Sauti Digital, wakili msomi Boniface Mwabukusi ameeleza kusikitishwa kwake na namna serikali na vyombo vya dola vinavyoshindwa kutumia robo tu ya nguvu inayotumika kwenye siasa kudhibiti ubadhirifu unaofichuliwa na CAG. Kwa hiyo tukiweza kutumia huo ujumbe kwa kutumia vyombo vyetu kama TAKUKURU, ofisi ya CAG mwenyewe na ofisi ya DPP, huku ndiko tulikotakiwa tuweke mkazo, sio huku tunakokimbizana na kina Chadema. Huku mara umekamata Tundu Lissu, sijui umemkamata nani, vitu vidogo vidogo visivyokuwa na maana, tunapoteza muda mrefu. Robo tu ya nguvu tunayopeleka kwenye siasa kukimbizana na vyama vya kweli vya upinzani, tukaiwekeza huku kwenye kusimamia rasilimali. Kuna fedha nyingi sana zinaweza zikaokolewa na zikaenda kusaidia kwenye ujenzi wa miradi na huduma za jamii, ameeleza wakili msomi Boniface Mwabukusi, nami nimefanya kunukuu. Mwabukusi amebainisha kuwa CAG anafanya kazi kubwa sana ya kugundua mapungufu, lakini inapofika wakati wa kutoa mapendekezo, ofisi hiyo inakosa nguvu ya kisheria ya kusimamia utekelezaji. Amependekeza maboresho ya vifungu vya sheria ili kumwezesha CAG kupendekeza hatua za kisheria moja kwa moja. Naendelea kunukuu. Mimi nilikuwa nadhani kuhusu CAG tuboreshe kifungu cha kumwezesha kuchukua hatua au kupendekeza hatua za kisheria, kwa sababu nilikuwa nasikiliza mapendekezo ya CAG. Ukweli amegundua mambo makubwa, lakini kila akifika kwenye mapendekezo alikuwa anabutua, alikuwa anapaisha. Nilikuwa naona mapendekezo yake yalikuwa hayashabihiani na ule udhaifu aliokuwa akiugundua. Kwa hiyo hapo ndio sehemu yenye udhaifu, namna ya kuchukua na kuifanyia kazi ili kumfanya mtu aogope kwamba kuchukua fedha ya umma au kufanya ubadhirifu wa mali ya umma ni jambo la hatari sana, mtu asilizoee, amependekeza wakili msomi na rais wa TLS Boniface Mwabukusi. Wakili huyo msomi amesema kuwa kwa sasa bunge haliwezi kutegemewa katika kusimamia uwajibikaji, kwani lilisha kataa wajibu huo na badala yake linaishia kumdhibiti CAG anaponyooshea kidole udhaifu wao. Aidha, ameelezea kudhoofika kwa vyama vya siasa, akidai kuwa CCM ya sasa ama Chama cha Mapinduzi cha sasa hakina uwezo wa kuikemea serikali kama zamani, huku vyama makini vya upinzani kama Chadema Tanzania Bara na ACT Wazalendo Zanzibar vikiwa vimebanwa kufanya harakati zao. Mwabukusi amesisitiza kuwa taifa linapita kwenye mkwamo mkubwa ambao suluhisho lake ni katiba mpya na marekebisho ya sheria yatakayozipatia uhuru wa kikatiba, kisheria na kibajeti taasisi kama ofisi ya CAG, DPP na tume ya haki za binadamu. Wakili msomi Boniface Mwabukusi amekwenda mbali zaidi na kupendekeza kuundwa kwa tume ya ukweli, haki na uwajibikaji ili wananchi wajadili jinsi taifa lilivyofika hapa na kutafuta majawabu ya hasira zilizopo mioyoni mwa watu. Mwabukusi ameonya kuwa
Mwabukusi ameonya kuwa bila kuchukua hatua sasa, taifa halitafikia malengo ya dira ya maendeleo ya taifa kutokana na nakisi kubwa ya fedha zinazopotea. Amesisitiza kuwa uzembe huu Mwabukusi amesisitiza kuwa uzembe huu unaporomosha uchumi na kushusha maadili ya utumishi wa umma. Rais huyo wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS, wakili msomi Boniface Mwabukusi ameendelea kwa kutoa mapendekezo yake ya namna ya kudhibiti ubadhirifu wa mali za umma nchini Tanzania, akisisitiza kuwa bila mabadiliko ya kimfumo, ripoti za CAG zitaendelea kuwa kelele zisizo na matokeo. Akizungumza na televisheni hiyo ya mtandao ya Sauti Digital, Mwabukusi amebainisha kuwa dawa ya kwanza ni kuifanyia marekebisho ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG ili iwe na uwezo wa kisheria wa kuchukua au kupendekeza hatua za kijeshi na kisheria moja kwa moja dhidi ya wabadhirifu wa mali za umma. Narudia hapa. Mwabukusi amebainisha kuwa dawa ya kwanza ni kuifanyia marekebisho ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG ili iwe na uwezo wa kisheria wa kuchukua au kupendekeza hatua za kijeshi na kisheria moja kwa moja dhidi ya wabadhirifu. Mwabukusi ameeleza kuwa udhaifu mkubwa upo kwenye mapendekezo ya CAG ambayo mara nyingi yanapaishwa badala ya kuendana na ukubwa wa ubadhirifu uliogunduliwa. Na nukuu, mimi nilikuwa nadhani kuhusu CAG tuboreshe kifungu cha kumwezesha kuchukua hatua au kupendekeza hatua za kisheria kwa sababu nilikuwa nasikiliza mapendekezo ya CAG. Ukweli amegundua mambo makubwa, lakini kila akifika kwenye mapendekezo alikuwa anabutua, alikuwa anapaisha. Nilikuwa naona mapendekezo yake yalikuwa hayashabihiani na ule udhaifu aliokuwa akiugundua. Kwa hiyo hapo ndio sehemu yenye udhaifu, namna ya kuchukua na kuifanyia kazi ili kumfanya mtu aogope kwamba kuchukua fedha ya umma au kufanya ubadhirifu wa mali ya umma ni jambo la hatari sana, mtu asilizoee, amependekeza Boniface Mwabukusi. Kama sehemu ya tiba ya kijamii, rais huyo wa TLS amesisitiza kuwa mchakato wa katiba mpya lazima uanzishwe upya kwa kutumia maoni ya Jaji Warioba, lakini safari hii ukiambatana na bunge la katiba lililotengwa kando na bunge la sasa la Jamhuri ambalo amedai limepoteza uaminifu kwa umma. Mwabukusi amependekeza kuundwa kwa tume ya ukweli, haki na uwajibikaji. Amesema tume hii itasaidia wananchi kutoa hasira zilizopo mioyoni mwao kutokana na ukiukwaji wa haki na wizi wa rasilimali na kuweka mezani majawabu ya namna taifa linavyopaswa kwenda mbele. Naendelea kunukuu hapa. Lakini kabla ya kufanya kitu chochote, taifa letu sasa limepita kwenye mkwamo mkubwa. Tunatakiwa tume ya ukweli, haki na uwajibikaji ili wananchi waweze kujadili tulifikaje hapa, tuna shida gani, tuna matatizo gani. Baada ya kukamilisha hilo na kujenga hii imani ya pamoja na kurudi pamoja na watu kuona uwajibikaji, hasira zikapungua kwenye mioyo ya watu. Kama unavyoona saa hizi kuna watu wamefikia hatua wanashangilia vifo vya viongozi, ni kwa sababu ya hasira watu walionayo. Kwa hiyo turudi pamoja, kuwe na uwajibikaji kwa ukiukwaji wa haki uliofanyika. Watu waliotekwa, nani aliwateka, wako wapi? Watu wapate majawabu na mambo muhimu, halafu tukae mezani tutafute majawabu kwa kuwajibika wawajibike, halafu tukae kama taifa kuona namna bora ya kutoka hapa tulipo, ameeleza Boniface Mwabukusi.
Wakili msomi Boniface Mwabukusi ameonya kuwa bila dozi hii ya mabadiliko ya kisheria, Tanzania haitafikia malengo ya Dira ya Taifa ya Maendeleo mwaka 2050 kwa sababu nakisi ya fedha zinazopotea kupitia uzembe na ubadhirifu ni kubwa mno. Hali inayoshusha kipato cha taifa na kudhoofisha maadili ya utumishi wa umma. Moja ya mfano wa yale ambayo ameyazungumza CAG katika ripoti aliyoitoa siku za hivi karibuni tarehe 30 ya mwezi Machi mwaka huu wa 2026 ni deni la serikali kufikia trilioni 110.05. Unafahamu ya kwamba CAG aliitoa ripoti yake na ripoti yake ilikuwa kubwa na yenye mambo mengi. Lakini pia mfano mwingine wa katika ripoti ya CAG ni kuhusiana na ATCL kuendelea kupata hasara kufikia bilioni 748 toka kuanzishwa. Nakupa mfano huu wa moja kati ya sehemu ambazo zinapatikana kwenye ripoti ya CAG kufuatia hiki ambacho amekizungumza wakili msomi Boniface Mwabukusi. Kuhusiana na habari hii, wewe ni upi mtazamo wako na ni yapi maoni yako? Share mtazamo wako na maoni yako nasi hapo chini kwenye upande wa comment. Hivyo ndivyo ambavyo wakili msomi Boniface Mwabukusi amezungumza, nasi tumenukuu kila alichokizungumza na tumehakikisha kwamba tunakusogezea ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu ni kipi ambacho amekizungumza wakili huyo. Asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa habari hii. Tukutane tena katika habari nyingine.